Unajua kauli ya Medani ni kauli tata. Unajua mchezo wa mwisho ni kweli mchezo wa mwisho kwa Simba Sports, lakini wakiwa wenyeji. Wakiwa wenyeji. Sasa mechi ya mwisho wanacheza ugenini. Yaani mechi ya mwisho kwa mujibu wa ratiba ya Simba, mechi yao yako ni ya ugenini, kwa hiyo sio mechi ya nyumbani. Kwa kama na waaga, basi awaage. Anasema na waaga, tuagane, si ndio? Yaani kesho wanaagana mashabiki wa Simba katika uwanja wa KMC. Maana yake wakutani waagane, sio wako wanakuwa ndio mechi yao ya nyumbani ya mwisho hiyo. Wanaenda kuagana. Maana yake baada ya hapo hawatakuwa na mechi yote ya nyumbani. Hiyo inaweza kuwa ni maana ya kwanza. Maana ya pili, wanaweza kuwa labda tuagane hawachezi mechi ya 25. Kwa ameweka watu kwenye utata. Ahmed anatuletea vitu vya kitatatata sana. Vitu vya kitata kutugombanisha na watu. Yaani uchambue kauli yake, akwambia mimi sikusema hivi. Uchambue kauli yake, sema mimi nilimaanisha hivi. Sasa anatuwekea vitu utata. Hata mashabiki wenyewe wa Simba Sports sasa hivi wana utata. Hawaelewi kipi ni kipi, which is which. Kwa mantiki hata wewe mwenyewe chambuzi linakuchanganya. Ameshanichanganya mimi mpaka sasa hivi sielewi. Yaani ashanichanganya. Wewe unaishi kwenye upande upi hapo? Kwamba ndio mechi ya mwisho au unaishi kwenye hali gani? Kwa sababu hakuna kauli yoyote ya Simba Sports. Tunaamini hii ni mechi ya mwisho ya nyumbani. Sababu mechi ya mwisho wanachezea nyumbani KMC dhidi ya Kagera Sugar. Maana ndio mwenyeji wa mchezo. Maana ni mechi ya mwisho ya nyumbani. Kama ingekuwa naenda mkoani, maana mashabiki wa Dar es Salaam wasingeshuhudia hiyo mechi ambao labda ambao wangesafiri. Lakini mechi ya mwisho kukutana nyumbani ni mechi hiyo ambayo wanakutania wapi? KMC ambao ndio uwanja wa Simba Sports wa nyumbani. Baada ya hapo hakuna mechi yoyote ya Simba ya nyumbani, ndio anamaliza msimu. Lakini kusema kwamba ndio mechi ya mwisho, tunajua na mechi ya mwisho ya dabi. Na wewe unafahamu kama wana mechi ya mwisho ya dabi. Kanuni bodi ya ligi wenye mamlaka ya soka ametaja tarehe 25. Simba Sports wamekaa kimya. Sasa kwani wewe unajua kwamba dabi hamna? Lakini wanasema maji yalotulia ndio yanazamisha meli. Na maji yalotulia ndio kuna kina kirefu pia. Hatari sana. Kwa hiyo dabi ipo. Dabi ipo. Tarehe 25 inapigwa. Sawa. Maandalizi ya Simba leo katika mchezo wa Kagera Sugar ambao tayari wana Nkunkumbi Juma Kaseja tayari ameshaelekea shimoni muda mrefu zaidi, lakini ukisikia kauli yao wanasema kwamba kesho wanahitaji alama 3 kama Israeli anataka kuondoka na roho ya mtu. Kwa Kagera sishangai. Kagera? Sema Kagera sasa hivi kocha ni nani? Juma Kaseja. Kocha? Juma Kaseja. Basi. Mbona kama umeuliza mara mbili? Kwa Kagera ile wangeondoka na kichwa cha mtu, lakini sio Kagera hii. Sio Kagera hii. Yaani kwa Kagera ile ambayo nilikuwa naijua mimi ile ya nyuma huku. Wangekula kichwa cha mtu. David Luende yuko kwenye ubora wake. Achana na David Luende, wale viongozi ambao walikuwepo pale. Okay. Yaani makocha wale waliopita, lakini sio kocha Juma Kaseja. Hiyo mechi ni ya Simba Sport. Kwa maana yake mechi ishaisha. Ni mechi ya mpira wa miguu ambayo ina matokeo yote. Lakini kuisha kwa hiyo mechi sioni Kagera Sugar kimvimbia Simba. Lakini ulisema Ken Gold lazima afe zaidi ya goli 5 plus na kweli akaenda kufa. Kwa nini uone kwamba Simba anaenda kupata matokeo tena ya idadi nyingi ya mabao kwa sababu Kagera Sugar hana cha kupoteza? Simba inahitaji idadi nyingi za mabao. Anahitaji pointi 3 muhimu. Mechi ya Kagera Sugar na Simba, mechi iliyopita nikukumbushe kitu. Mechi iliyopita walicheza pale Kaitaba. Kagera ilipasuka goli 5. Kama unakumbuka vizuri. Kagera ilipasuka goli 5. Desem kwa akifika kambani mara 2. Kwa Simba Sports kumpiga Kagera Sugar goli 5 sio story. Maana Simba Sports kwa sasa anahitaji alama 3 muhimu. Anazipataje alama 3? Ni kushinda mechi yake dhidi ya Kagera Sugar. Bas, hizo goli 5 huwezi kwenda uwanjani ukatamani goli 5, ila zinakuja automatic. Kwa hiyo Simba Sports kwenye mechi ya Kagera Sugar wanachohitaji wao ni kupata alama 3 tu. Kwa sababu Simba Sports wakipoteza, wakitoa sare, ndio Yanga shatangaza ubingwa. Kwa Yanga anaenda kwenye mechi ile, kwanza naomba God of Honor. Unajua God of Honor? Maki Yanga ataenda kutangaza ubingwa kwenye mechi ya Simba. Lakini Simba mpaka apata matokeo. Sasa Dodoma Jiji amzuia Yanga asipate matokeo tena mechi yenyewe kwa Zanzibar machi. Kama Kagera Sugar anaweza kumzuia Simba asipate matokeo, kwa nini Dodoma Jiji asimzuie Yanga? Inawezekana kuzuiliwa ni mpira wa miguu, lakini sio Dodoma Jiji kumzuia. Yaani Maxima mzuie Yanga asifunge. Au mbuzi wa Bwana Eli, shamba la Bwana Eli zote heri. Umezungumza wewe. Ila inazungumza yani Maxime andike ndio hicho naona unachomaanisha. Maxime amzuie Yanga asimfunge. Wewe bwana. Dodoma Jiji mlezi wao ni Anthony Mavunde. Sawa.
hata angekuwa siwi ni nani, lakini Dodoma Jiji hawezi kumkazia Yanga. Hiyo nguvu anaitoa wapi? Hiyo power anaitoa wapi? Yani Dodoma Jiji kumkazia Yanga, hiyo nguvu anaitoa wapi? Si ana booster Maxime Kasuka. Yani booster hata alifunge boost test alifunge. Lakini Kagera Dodoma Jiji hana nguvu ya kumvimbia Young Africa. Angekuwa ni Simba, ningesema mechi ni ngumu. Simba anamfunga Dodoma Jiji, lakini ulimi kwa hapa. Yani mnyama mpaka ajitane sharubu zake ndo anapata ushindi. Otherwise asipotana hapati ushindi. Kwa mnyama Simba za mnyama bila kuchafuka Dodoma Jiji waga ambui matokeo. Mechi tunaziona. Mechi nganu kweli kweli. Mnyama ana ulimi huko hapo anapata alama 3. Yanga. Leo umeshuhudia akiondoka pale katika bandari ya Dar es Salaam akielekea visiwani Zanzibar kucheza dhidi ya Dodoma Jiji. Unaona umezungumza vitu vingi sana, lakini kwa hiyo moja kwa moja kwamba hauoni mchezo mgumu kwa Mirudi Hamdi kesho? Kikosi kimeondoka, lakini katika kikosi kilichoondoka nimeona pia Pacome, nimeona pia Prince Dube. Unajua Dube aliumia mechi iliyopita na Tanzania Prison ya kumaliza mechi. Ilikuwa nafasi yake kuongoza idadi ya magoli kumfikia Jean Shazi kule juu. Lakini unajua alipopata injury, kwa mtu anayependa mpira lazima usikitike kwa nini anaumiaje mtu kwenye muda kama huo kutafuta marathon. Alafu mtu mwenyewe amekuwa na injury nyingi. Mwisho wa msimu ana goli 13 na assist za kutosha. Kwa hiyo unaona anapataje injury, inakuwa kama vile haileti picha nzuri. Lakini kwenye uhalisia ni kwamba nimeona amesafiri, mimi binafsi nimefurahi. Kwa sababu nataka nione battle. So mtu anachukua tu kiatu kirahisi. Piga goli, yani Dodoma Jiji wanafungwa 2, kafunga Dube au kafunga Mzize. Huko Jean Shazi hajafunga, lazima atoe macho, lazima akaze uzi kweli kweli. Kwa hiyo unaona kweli ligi yetu inakuwa na battle kila eneo. Wanagombania ubingwa, wanagombania ufungaji bora, wanagombania clean sheet, kwa sababu hiyo mechi hiyo ya Dodoma Jiji Diara anahitaji asiruhusu bao ili afikishe clean sheet 16. Si unaelewa hicho kitu? Alafu mkakati huo Pinpin Kamara anahitaji asiruhusu bao ili afikishe clean sheet 18 ambayo itakuwa hafikiwi na mtu yoyote na ligi inakuwa inaisha ndio top clean sheet. Maki anaenda kuchukua tuzo ya goalkeeper bora. Na ninavyokuambia mpaka sasa hivi ndio goalkeeper bora wa West Africa. Tuzo za juzi imetoka. Ndio goalkeeper bora wa West Africa. Ndio goalkeeper bora wa timu wa Mali, wa Guinea. Kwa hiyo anaenda kukusanya tuzo 3. Umeona jinsi ninavyokuja? Maana anakuwepo kwenye msimu bora zaidi katika kali yake. Msimu wake bora kwenye maisha yake ya mpira. Tuzo 2 kule West Africa, si ndio? Alafu aje achukue tuzo tena ndani. Sio jambo dogo. Kwa hiyo lazima tuone competition huku na huku zinatokea. Ndio maana ya ushindani kwenye ligi. Kwa hiyo kuondoka kwa Pinpin, kuondoka kwa Prince Dube, kuondoka kwa Pacome Zouzoua ambaye ana goli 11, assist 9, goli 20 hizo. Piga hesabu, mtu kachangia goli 20. Goli 11, assist 9, goli 20 kachangia. MVP huyo. Yaani kuna namna ambavyo unaweza kumtengenezea competition na Jean Shazi ambaye ana goli 16, assist 7. Jean Shazi huwa wana vita hiyo. Unamuona Pacome Zouzoua akiingia kwenye competition na kungangania MVP wa NBC? Kwa mfano Pacome mechi inayofuata Dodoma Jiji akapiga goli 2. Anakuwa na goli ngapi unajua? 13. Anakuwa na goli 13. Ana assist ngapi? 9. Ukiplus pale amezalia goli 22 amechangia. Jean Shazi huwa goli 16 amechangia, amefunga goli 16, ana assist almost 7 kama chakosea hivi, I'm not mistake. Goli 7, assist 7. Zile assist 7 ukijumlisha 16 unapata ngapi? 9. Unapata 16 jumlisha 7. Si ndio? Maana yake hizo unapata 10 na ngapi? Unapata 21, si ndio? 21 kweli? So 21. 7 kwa 16? Inakuwa 21. Ukichukua pale 5 20. Hapana, sio 11, 13. 13. Si 6 jumlisha 7? 6 jumlisha 7. 13. 13. 13 jumlisha 10 inakuwa ni assist 23. Maana kiwa anakuwa na assist 22, si ndio? Maana pale kwenye kinyang'anyiro cha MVP unamkuta Pacome yuko pale. Na anaweza kwenye hiyo mechi wa assist tena. Huo uwezo anao sababu katika wachezaji ambao wanakupa burudani ya soka ni pamoja na Pacome Zouzoua. Sio mtu wa namba nyingi sana. Msimu uliomalizika alikuwa na goli 7. Msimu una goli 11 na assist 9. Ni mchezaji ambaye anakuwa kila siku. Licha kwamba kuna muda anacheza, kuna muda achezi na injuries hapa na pale. Lakini huyu kila siku yupo. Unaweza kuona competition pia kwenye MVP unakuja. Kwa hiyo mimi binafsi
naiona bado mechi ziko nyingi. Kwa mfano, ukitoka hapo na kutana kwenye dabi ya Kariakoo, bado kuna kitu kile kitafanyika tena kule kati. Atakayepata ushindi kati ya Jenishazi au Pacome Zouzoua, unaweza tena huyu ndio mtu wa kucompete na, yani mtu pekee ambaye anaweza compete na Yanga na Simba kwenye MVP ni Pacome Zouzoua. Clement Mzize anaweza kwenda compete lakini hana assist. Yani kwenye assist unaongoza kwenye assist pale hayupo, maana yake Faisal anaongoza assist 13. Kwa hiyo hawezi kuwa na compete kwenye MVP. Yeye compete kutafuta kiatu cha kufungaji. Ana goli 13, akipiga goli 3 na 16, si ndio? Ana mechi 2, Dodoma Jiji na mechi ya dabi. Ukipata goli nyingine pale, umeshasogea eneo la juu. Kwa Jenishazi ana vita. Ana vita sio ndogo. Kwa hiyo ajiangalie. Bwana, mimi ndugu yangu nikushukuru sana. Shukrani sana.